Karibu sana wana michezo hapa Kobe Media, tuzungumze na tuzichakate taarifa za kimichezo. Niko na Ernest Singano. Kwema? Upo vizuri? Tuko freshi? Tupo vizuri kabisa ndugu yangu. Burdan kabisa. Moja kati ya tetesi zinazozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na vilabu vya mpira vya Simba na Yanga ambavyo vinatumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mechi zao za ligi kuu kama uwanja wao wa nyumbani. Na tetesi zinasema kwamba huenda wakatoka kwenye viwanja hivyo. Na wao ambao wanasema Young Africans watatumia uwanja wa KMC na Simba watatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo, uwanja wa JKT Tanzania. Vilabu vyetu vinakwama wapi kwenye masuala kama haya? Tangia msimu uliopita tuliona namna ambavyo walivyokuwa wanahaso. Simba alianza kutumia KMC, Young Africans wakatumia Chamazi, wakaona mambo sio shwari kwa Chamazi, wakaondoka wakaenda pale KMC. Vilabu vyetu vya Simba na Yanga vinakwama wapi kwenye masuala mazima ya uwanja? Kwa mujibu wa swali lako Bakal, Simba na Yanga bado zina safari ndefu sana kwa namna ambavyo kumiliki viwanja vyao wao binafsi kama timu. Tunapoizungumzia Young Africans lakini pia tunapoizungumzia Simba, shida Bakali sio kwamba hawana uwezo wa kumiliki viwanja hizi timu mbili, bali kuna sababu ambazo zinapelekea ni kwa namna gani hawamiliki viwanja. Na jana nilipata nafasi ya kufanya interview na meneja wa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali, na miongoni mwa swali ambalo aliulizwa akasema kwamba vipi nyinyi kama wana Simba kwa ujumla mmefikia hatua gani kuona ni kwa namna gani ambavyo mnamiliki kiwanja chenu, kwa sababu hizi kelo ni kama zimeongezeka, mnatolewa huku mnapelekwa huku, ni kama mnahangaishwa. Miongoni mwa kitu ambacho alikijibu Ahmed Ali ni kwamba kwa kweli hawajaanza hata hiyo process, na sidhani kama Simba wana hata mawazo kwamba wanataka kujenga kiwanja. Na miongoni mwa ahadi ambayo aliweka Jairuti basi ni kwamba hata wajengea Simba kiwanja, na yeye Ahmed akajibu kabisa kwamba kwa kweli hawana mpango kabisa wa kujenga hata kiwanja. Kwa hiyo nini ambacho nimezungumza Bakal ni kwamba hiyo kauli tu ya Ahmed Ali na kuthibitishia kwamba hawapo hata kwenye mawazo ya Simba kumiliki kiwanja chao binafsi, kwamba kwangu mimi ya Bakal siamini kwamba Simba na Yanga hawana uwezo wa kumiliki viwanja, bali uwezo upo, lakini kuna kitu ambacho kipo tunaweza kusema ni nje ya box tunaita, kwa sababu hizi timu ni kubwa Bakal, na hizi timu si timu tu bali kwa mwekezaji, lakini pia tunaona ni timu ambazo zimekuwa zinashikiliwa sana hata kwa baadhi ya watu wakubwa kwa namna ambavyo ya nchi yetu ya Tanzania. Tunaweza tukasema wapo watu wakubwa hasa katika ngazi pia za siasa, wapo pia wanaweza kawa wanazishikilia hizi timu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Bakal, klabu ya Young Africans na Simba zinakwama pakubwa sana, na sababu zipo nyingi sana kuona ni kwa namna gani ambavyo Simba na Yanga wamiliki viwanja. Wewe unahitaji klabu kama JKT Tanzania, ina uwanja wao pale Meja Jenerali Samuel, lakini pia tunaizungumzia klabu kama KMC, ina uwanja wao hapo wa Manispaa. Kwa hiyo hiyo inakupa taswira kwamba kama KMC ameweza kujenga kiwanja chake cha nyumbani, iweje Simba, iweje kwa Young Africans? Kwa hiyo kwangu mimi kwa hii miaka ya karibuni ya Bakali siwezi na sitegemei kuona kwamba Young Africans na Simba wanaweza wakamiliki viwanja vyao. Kwamba tunakumbuka Bakal, miongoni mwa mkutano mkuu wa Young Africans ambao ulifanyika pale Superdome Masaki, tuliambiwa tayari kwamba hati ya kiwanja imefanyaje, hati ya kiwanja imetoka, na Engineer Hersi akasema kwamba wampe takriban wiki moja, sidhani kama wiki mbili, kwamba mchakato wa kujenga uwanja Bakal utafanyaje, mchakato utaanza. Angalia ule mkutano mkuu ulifanyika lini, lakini angalia pia leo hii tunazungumzia ni lini, siku ngapi ambazo zimepita. Kwa hiyo hilo itakupa taswira gani kwamba Bakal ule mkutano wa Young Africans ulifanyika, sijui hati ya kiwanja tukaona imetolewa, na Engineer Hersi pamoja na GSM wakazungumza mambo mengi kwamba siku si nyingi Young Africans atamiliki uwanja wake pale Jangwani, lakini mpaka hii leo tunaona Bakari ni kimya. Kwa hiyo hii inakupa taswira gani kwamba hizi Young Africans pamoja na Simba wanaweza kawa wanaongea tu ili mradi kufurahisha mashabiki wao kwenye swala la uwanja, lakini to be honest Bakari, kiuhalisia bado tuna safari ndefu sana kwa Young Africans
Stars pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba kujenga uwanja. Na sioni mwanachama wote ama mshabiki wote wa Young Africans ambaye alikumbushia tangu tutoke pale kwenye mkutano mkuu kwamba hakuna hata mtu aliyekumbushia, na mshabiki wote hakuna aliyekumbushia kwamba vipi issue ya uwanja imefikia wapi. Sidhani kama hata ni wewe kwamba uliona kwamba kuna mtu alioja Bakari. Kwa hiyo nakupa taswira gani kwamba bado tuna mchakato mkubwa sana wa kuona ni kwa namna gani ambavyo Simba na Yanga inamiliki viwanja vyao. Juzi tu hapa tumeona taarifa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa kwa upande wa Young Africans pamoja na Simba. Uwanja huo utatumika katika mechi kubwa, na hizo nazungumzia Yanga na Azam, hizo nazungumzia dabi ya Kariakoo, Yanga pamoja na Simba, ama Simba na Azam. Ule uwanja Benjamin Mkapa ndio utatumika tu kwenye mechi kubwa, lakini aidha hapo Simba na Yanga wameambiwa watafute viwanja vyao. Kwa hiyo ni wazi kabisa taarifa zinaeleza kwamba Simba anatarajia kutimkia Meja Jenerali Samuel, lakini Young Africans anatarajia kwenda tena kutumia uwanja wa KMC. Na tumeona msimu uliomalizika wote walikuwa katika uwanja mmoja ambao ni uwanja wa KMC, na hata jana nilipata bahati ya kumsikiliza msemaji wa JKT Tanzania Masau Bwire, na nikapiga naye story 2-3 Bakari akasema yes, kwamba ni kweli Simba pamoja na Simba ni kweli wamewasilisha barua ya kutumia uwanja wa uwanja wa Meja Jenerali Samuel, na alichokijibu Masabui ni kwamba barua wameipokea na wanaifanyia kazi, kwa hiyo wanasubiri tu majibu. Kwa hiyo nakupa taswira gani na Bakari, kama timu msimu uliomalizika walishiriki katika uwanja wa KMC, wanaenda tena kushiriki katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kwangu mimi Bakari sioni shida na sioni haja ya Simba kuhangaika mara KMC lakini mara Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo itoe taswira, na tukumbuke kwamba walianza katika uwanja wa Chamazi kwa Bakari. Wote walikuwa wanatumia uwanja wa Chamazi. Simba alikuwa anatumia uwanja wa Chamazi, lakini Young Africans pia alikuwa anatumia uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo Bakari, kwangu mimi kwa Simba na Yanga bado kuna process ndefu sana. Hapo uwanja wa Meja Jenerali Samuel sasa hivi msimu umeboreshwa zaidi. Tunaona majukwaa pia yanafungwa, japokuwa bado hajamalizwa kufungwa kwa mechi ile ya mwisho ambayo tulishuhudia pale JKT wakicheza na Azam FC. Lakini pia uwanja pia umeimarishwa, mechi zinachezwa hadi usiku. Pengine hii inawezekana pia ikawa ni sababu ambayo Simba imewavutia, kama inavyosemekana kwamba watatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Inawezekana pia ikawa ndio sababu ambayo imewavutia, kwa sababu kwa mfano kwenye uwanja wa KMC mechi zinachezwa saa 8 na saa 10, na utakuta Young Africans yuko nyumbani na Simba yuko nyumbani. Kwa hiyo hapo itakuwa ni ngumu sana kwa upande wao kucheza muda mmoja, kwa sababu lazima mmoja ampishe mwenzake. Kwa mmoja inawezekana arudi saa 8. Kilichotumika msimu uliopita kwa Yanga na Simba kwenye uwanja wa KMC Bakal ni kwamba iliwalazimu mmoja acheze leo, mwingine acheze kesho kwa ajili ya kutumia kiwanja kimoja. Lakini ni ipi sababu ambayo imewavutia Simba kwenda kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel? Kwanza ni karibu na kambi ya Simba ambao tunaizungumzia, kwamba Simba anatoka Bunju anaelekea Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo ukiangalia hiyo distance ni ndogo sana Bakari. Kwa hiyo huenda pia hiyo imekuwa ni sababu ya Simba kubwa kuwavutia ni kwa namna gani kwa msimu huu ameomba kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Lakini pia sababu nyingine ni hiyo tuliyozungumzia, uwanja kuboreshwa. Haswa ni maboresho ambayo yameendelea kwa msimu huu. Bakari, miongoni mwa kiwanja ambacho kilikuwa kibovu sana msimu uliomalizika kilikuwa ni Meja Jenerali Samuel. Kama unakumbuka mechi ya Yanga na JKT Tanzania, ambayo mvua ilinyesha kubwa sana na miundombinu ya uwanja ilikuwa mibovu. Kama nakumbuka hiyo situation iliyotokea mwaka jana. Kwa hiyo iko kitu mwaka huu hakitotokea tena. Maboresho makubwa yamefanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, lakini pia angalia taa. Kwa hiyo ni wazi kabisa mechi za usiku kwa hivi sasa tayari zimeshaanza kuchezwa. Tumeangalia mechi ya Azam mechi ya JKT zidi Azam ilichezwa usiku. Kwa hiyo kwangu mimi kwa miongoni mwa sababu ambayo umetaja kwamba ni sababu kuu ambayo Simba imewavutia kwenda kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Lakini inazungumzwa sana kwamba ni kwa nini Simba ameamua kuchagua uwanja huo. Mashabiki wengi nimekutana na hizo comment kwamba wanalaumu kwamba kwa wao kama mashabiki itakuwa ni mbali ya Bakari, kwa sababu
sababu wengi wamezoea uwanja kama wa KMC. Unajua Bakal KMC hapo ni mjini, watu wanaita center, pako katikati sana. Kwa hiyo mtu ambaye anatoka Mbagala, mtu ambaye anatoka Mbezi, mtu ambaye anatoka wapi, usafiri umekuwa ni rahisi kwa sababu anaweza akapanda gari moja amefika KMC complex. Lakini pia vipi kuhusiana na watu wa Mbagala, vipi kuhusiana na watu wa Chamazi wanapotaka kwenda kuisupport timu yao? To be honest, Bakal Mbagala hivi Meja Jenerali Samuel ni wapi? Ni mtaa gani? Tegeta huko. Ni maeneo gani? JKT huko. JKT sijajua kwa dao tunaita ni Tegeta ama ni Bunju. Kitu kama mitaa ya Bunju huko. Ni Bunju kitu kama hicho. Kwa hiyo tuangalie distance, mtu ambaye anatoka Mbagala anaitafuta Bunju. Kwa hiyo to be honest, Bakal ni mbali. Mtu ambaye anatoka Chamazi anaitafuta Bunju. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hiyo nimeelewa mashabiki wa Simba ambao wanatoa comment zao kwamba kwa msimu huu mechi za Simba Abubakar huenda zisiwe na mashabiki wengi sana za nyumbani, hasa ambao kama kweli Simba watautumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Lakini kwangu mimi ni uwanja bora sana kwa Simba, haswa unazungumziwa pia distance ukubwa wa uwanja. Unajua Bakari uwanja wa Meja Jenerali Samuel ni mkubwa sana kuliko wa KMC. Kwa hiyo ni miongoni mwa faida nyingine ambao ataipata Simba. Kwa hiyo kwangu mimi ubora wa uwanja ndio ambao umewavutia Simba kwa Meja Jenerali Samuel. Hii ni Kawabe Media, Instagram, Facebook, YouTube na baluza Kawabe Media. Mimi naitwa Abubakar Mwajuma Abubakar, niko na Ernest Singano. Bye bye.